Yes, ni mimi Amri Mwingwa na hii ni Amri TV Online. Leo katika 1 na 2 niko pande za Frozani, Unguja. Bana niko na mwanangu sana hapa. Vipi mzee wa kazi? Kama kawaida. Unaitwa nani? Naitwa Khairu aka HR. Khairu HR. Yeah. Na kuona mzee umepigilia uzi wa nyama ubaya ubwela. Haya, niambie kwanza tuanze kwenye mechi ya juzi ya Mashujaa. Ndio. Unguja wanasema kiporo kizuri ni kiporo cha halwa, maana hakichachi. Ndio. Unaongeleaje mechi ya juzi? Ile mechi ni nzuri sana. Kwa sababu tumeshinda, kwa tunafurahia. Japokuwa tumeshinda kiubaya ubwela. Kwa hiyo ubaya ubwela maana yake ndio ile pale. Maana ubaya ubwela. Mali ile neno Kizaramu, yani ubaya ubaya. Umepigwa goli la kwanza dakika 5. Ndio. Ukaja sasa sisi tuseme yule refa si wa kwako si vipi? Hapana, yule penalty 2 goli 2 unaongeleaje? Alinawa ndani ya 18. Refari akanyosha katikati. Dakika za nyongeza tena akafanya tena makosa. Tukapata tena tuta ya pili. Dakika 15 zimeongezwa. NBC rig. Hatujai kuona kitu kama hicho. Yaani ni very rare, ni mara chache sana. Unaongeleaje? Dakika 15 kweli? Golikipa Mashujaa alikuwa anachelewesha sana mchezo wa juzi. Sababu kuna muda fani hadi Mashujaa alikuwa kama anagoma kama hataki tena kuingia uwanjani. Kwa zilichelewa kama dakika 20 hivi. Ndio maana refari akaamua kuongeza dakika 15. Na sio refari tu, inawezekana kamati wote makamisa waliamua kuongeza dakika 15. Kwa hiyo ile ndo maana halisi ya ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Sio uwanjani tu, mpaka nje ya uwanja. Ubaya ubwela. Naoma sana. Unaona kilichotokea kule hapa South. Kimetokea nini? Wametufunga goli, ukaenda kwenye VAR wakakataa. Imetokea tuta, umeenda kwenye VAR wakakataa. Ila pale ingekuwa kidogo majirani zetu, ingekuwa chuma pale kimekaa. Sababu hawajui kuongea, hawajui kutumia ubaya ubwela. Kwa hapo unaongelea CAF na shiriki Confederation, si ndio? Ndio. Ambao finali kombe tunalileta. Kombe lazima. Tarehe 17 kule tunaenda kutoa sare, nakuja nyumbani nampige chuma kimoja. Kombe hilo kule unaenda kutoa sare. Tunaenda kutoa sare kule. Ukija ukikandwa nyumbani hapo? Hatukandwi. Ule kwanza finali na hisi tutachezea pale kwa Mkapa. Sasa kwa Mkapa pale machinjioni kwa Simba. Mechi ya mwisho utacheza kwa Mkapa. Kwa Mkapa tarehe 25. 25 mechi ya mwisho au mechi ya kwanza? Mechi ya mwisho tarehe 25. Mechi ya kwanza itachezwa tarehe 17. Mechi ya kwanza tarehe 17, mechi ya mwisho tarehe 25. Tarehe 25. Okay. Jamaa alifika finali mara ya mwisho alipocheza Confederation Yanga. Ndio. Hawajafanikiwa kuleta kombe. Wewe unasemaje? Kombe tunalileta? Kombe lazima tulilete. Ndio maana nasema Simba ubaya ubwela, sababu Yanga baada kwenda kule kucheza mechi yao ya pili walikataliwa goli la Aziz Ki. Ile ingekuwa Simba ile goli singekataliwa, sababu Simba ana mbinu nyingi sana. Kwa hiyo unaniambia mshachezesha na marefa kule. Hata kama sio kwamba hatujachezesha na marefa, ila ubaya ubwela wa nje ya uwanja Simba wana uwezo. Okay. Pamoja sana mwanangu. Unaambiaje wana Yanga? Wana Yanga wasubiri sana. Waendelee kusubiri. Dabi inachezwa haichezwe? Kwa wao Yanga sijajua kama watakubali, ila Simba wako tayari kulicheza dabi. Tuongee ukweli. Wewe mwenyewe kirahaki. Ndio. Je, wewe unadhani kinachoendelea ni sawa? Au unahisi Yanga anastahili apate anachostahili? Apewe adhabu Yanga au? Apewe adhabu tena? Apewe adhabu. Yesu ndo anasusia dabi hataki. Hataki dabi ichezwe. Apewe adhabu sababu ameenda kasi ameshindwa. Sababu angekuwa na haki kule angeshinda. Ila yeye hana haki ndio maana kule ameshindwa. Wewe uko tayari kucheza dabi? Niko tayari na kisusa tunamshusha daraja. Uhakika? Uhakika ataenda kucheza na nani huko na Ndanda, ataenda kucheza na Ndanda huko. Maneno matatu kwa wana Simba. Wana Simba ubaya ubwela. Tarehe 25 tukutane kwa Mkapa. Mwenye navuka maji hapa naenda kwa Mkapa tarehe 25 hapa. Ubaya ubwela. Maneno matatu kwa wana Yanga. Wana Yanga waendelee kulialia tu. Waseme Simba anabebwa. Na watalia sana. Okay. Yeah. Haina noma. Poa pamoja sana. Poa.